Intrix Media, kama desturi, kama shwari, tuko katika masuala haya kugonga michezoni. Kugonga michezoni tunaangazia michezo hapa Kenya na pia nje ya nchi. Tunaangazia ni nini kinajiri katika viwanja tofauti ulimwenguni. Na kama kawa tuko na mtangazaji mwenza Papa. Sema namna gani bana? Nipo salama bwana Chiteri. Ni Jumapili njema Angatu na majonzi. Tunazidi kumwombeleza Papa Onyango Justin ambaye alituacha mnamo siku ya Jumatano pale. Na kwa kweli imekuwa kwamba ni siku ya huzuni kwa shule ya Mtakatifu Xavier, kijana ambaye amemaliza tu mwaka jana. Mmemaliza na yeye. Naam. Waacha Mola naye akamuhifadhi mahali pema palipo na wema. Na Papa, tunaanza na shughuli za michezo. Kwanza kama tujaanza shughuli za michezo, tafadhali jitambulishe katika mtandao zako za kijamii, kisha tuanze hapa nyumbani. Kwa majina kamili inajulikana kama vile Papa Brian Mtachi, jina la usanii ni Zakayo Mlavidavi. Pale kwenye mitandao ya kijamii pale Facebook tafuta @Ben Mtachi utakuwa unanipata. Pale TikTok tafuta @Mlavidavi utakuwa unanipata. Sasa hivi tumefika 1.1k followers na ni account ambayo nilifungua majuma matatu ambayo yamepita. Inamaanisha kwamba watu wanakufuatilia zaidi. Naam, sasa pale YouTube tafuta Brian Mtachi pale utakuwa unanipata. Naam, tafuta kwenye mitandao zangu za kijamii Alfred Chiteri Facebook, niko na account mbili, au Papa Chiteri pale X @Papa Chiteri, pale kwenye Twitter Alfred Chiteri, kisha uingie kwenye YouTube @Intrix Media. Na Papa, tunaanza na hizi mechi za finali ambazo zimepigwa katika shule ya Mtakatifu Xavier Shikoti, shule za tuseme kwamba michezo ya vidato, baina ya vidato. Tuliona pale vidato tuko na vidato za 3G, tuko na 3R, tuko na 3 vitu mingi, lakini sasa wewe ndio mtu wa nyumbani. Hebu niambie mechi ilikuwaje? Wewe ndio ulikuwa katika pale uwanja, tuchore taswira kamili baba. Ni takriban vidato 13 kama sijakosea katika shule ya Mtakatifu Xavier. Na ni taji ambalo lilianzishwa mwaka wa 2023. Nakumbuka nilikuwa katika kidato cha 3R. Na bwana huyu principal huyu bwana Nangabo Godfrey alikuja, na ni ulikuwa mwaka wake katika mhula wa 3 aliingia katika shule ya Mtakatifu Xavier na akaanzisha michuano hiyo. Na wakati huo kidato cha 3R kiliweza kuponyoka na ushindi na kikapewa takriban shilingi 5,000. Na mwaka wa 2024 kidato cha 3R ambao mwaka huu wako katika kidato cha 4R waliponyoka na ushindi. Na mwaka huu pia historia imejirudia tena. Wana kidato cha 3R chini ya Bi Susan Kawira waliweza kumfinya vibaya sana mwana kidato cha 4G chini ya mkufunzi mwite Papa Mkangai Jeremiah mwite aka Ateta, magoli 2-1. Na ni mechi ambayo ilikuwa mechi ya kupendeza mno. Nakumbuka tulikuwa pale ugani tukitangaza mechi mbashara, ikiwa ilikuwa live pale Intrix Media na pale Facebook kwa mtandao wako wa Papa Chiteri. Na tuliona masiara yake goalkeeper Benedict Nangabo yakatukumbusha uvume ambao unaenea humu injini wa Papa Matasi Patrick mwenyewe. Na Papa, unavyozungumzia kuhusiana na Patrick Matasi, umezungumzia vizuri ukileta pale masiara Benedict Nangabo, ambapo kweli ile mpira bao lilofunga bao la pili kwanza kuna la pili la kwanza. La kwanza ilikuwa sekunde ngapi? Sekunde 30. Goalkeeper anafunga sekunde 30. Na unajua ilikuwa mechi ambayo mwana kidato cha 4G ikumbuka pale mwaka wa 2023 waliweza kufika kwenye finali, na mwaka wa 2024 walitolewa kwenye quarter finali, na mwaka huu wametolewa kwenye finali. Na inaonyesha ya kuwa michuano hii ambayo Papa Godfrey Nangabo alianzisha pale katika shule ya Mtakatifu Xavier ni michuano ambayo vidato vinajitahidi vilivyo, na kidato ambacho hujatarajia kitaenda kuna kushinda kinakuja, wanazita pale kwa kimombo underdog. Kinakuja na watu wale wataalamu. Ukiangalia kidato cha 4G kina mchezaji kama vile David Hasamba, kina ule David Wendo, Pachu pale Yesua,
na wana wachezaji mashuhuri sana, lakini wana kidato cha tatu raha wakiongozwa na huyu Mwite Matasi captain mwenyewe na ni kiranja mkuu wa michezo pale. Waliweza kustahimili kiungo cha kati na wakatumia nafasi walizopata wakamzamisha mwana kidato cha nne, na kongole zinamwendea huyo bwana Nangabo. Kwa kuweza kuweka michuano kama hiyo shuleni ili wanafunzi waweze kuonyesha vipaji vyao kando wakiwa pale darasani. Naam, asante sana. Umeeleza vizuri zaidi. Nakumbuka sana mfungaji wa bao la kwanza alikuwa Simon, kijana ambaye mwenyewe Mdunga. Alifunga bao safi zaidi. Pia wa pili akawa Samson mwenyewe. Alafu kisha bao la kustiri Fedeha kwa faida ya wana kidato cha 4 ilifungwa naye mchezaji huyu David Kasamba kwenye tuta la penalty. Na mpapa tunaruka kabisa, tunaingia katika masuala ya michezo humu nchini katika upande wa tuseme kwamba FKF. Umeona kwamba FKF wamemwadhibu mtunza mlango Kenya 1, unamzungumzia Patrick Matasi kuhusiana na video ambazo zinasambaa mitandaoni kuhusiana na match fixing, yani ni mpangaji wa mechi. Sijui video hii imekufikia au ama taarifa hizi zimekufikia ukiwa kwa hali ipi? Taarifa hizi nilizipata nikiwa ilikuwa Alhamisi nikiwa nikitangaza mechi ya baina ya walimu na wana kidato cha pili katika shule hii ya Mtakatifu Xaveri. Na ni taarifa ambazo ni kanda ya video pale rekodiwa na mtu binafsi na bado hajajulikana ni yupi. Takriban sekunde 40 hivi ikimuonyesha Patrick Matasi akiwa garini na mtu ambaye hajajulikana ni nani. Na uvumi ni kuwa ni upangaji wa matokeo. Manake taarifa hizi huenda kuwa zikawa za kweli mwenzangu Papa Chiteri. Maana ukiangalia kuna ile mechi ambayo Kenya ilipigwa magoli 4-1 na mwana Cameroon. Kuna magoli ambayo mawili hivi ambayo mimi niliyaona bwana Patrick Matasi alikuwa mabao hafifu sana kufungwa. Pia akiwa pale kilabu cha Tusker, akiwa pale kilabu cha Kenya Police. Sasa hivi anakipiga pale kilabu cha Kakamega Homeboyz na mwenye chairman wa Kakamega Homeboyz Mwite Shimanyula anamtetea kuwa bwana Matasi huo ni uvumi ambao hajauona pale Kakamega Homeboyz. Na imesemekana kuwa huyu Papa Patrick Matasi ameweza kupigwa ile bani ya siku 90 bila kucheza mechi pale. Na mwenzangu Chiteri, iwapo Papa Matasi tuhuma hizi ni za kweli, inafaa awe mfano kwa wachezaji wengine, na huenda naomba lisitokee, lakini huenda Papa Matasi ikitokea ni ukweli, huenda akapigwa ban kubwa sana katika michuano ya soka. Niliona kwamba Daily Mail wenyewe wale watu ambao wanapeperusha matangazo ya michezo tofauti wanapeana headlines nini, wanasema kwamba kwa kweli hiyo kuhusiana hiyo kanda, wanasema kwamba wanaangalia Matasi kuwa mchezaji ambaye amevunja itifaki na ni mchezaji ambaye kwa kweli sisi kama Wakenya sisi tunajitolea kupigia Kenya support, lakini yeye anatuangusha. Ina wazi kabisa kwamba ni mchezaji kwa kweli anafanya kwa faida yake ili apate pesa. Na naona kwamba Patrick Matasi ni mchezaji ambaye kwa kweli wengi walimuiga, lakini sasa hivi sifa yake imaribiwa na kitu kidogo. Wanasema kwamba unaweza kuwa umejenga sifa yako kwa muda zaidi, lakini dakika chache tu ama sekunde unaiharibu. Unaona sasa mambo jinsi yalivyo, Kenya nzima inazungumziwa, ameharibu, amechafua anga ya spoti. Lakini si neno wanasema wacha tuache wale majasusi wenyewe waweze kufanyia yale masuala jinsi yanavyostahili. Alafu sasa Papa, tuzungumzie sana tumeona kwamba jana kama tujaingia Uingereza, nimeona kwamba vijana hawa wa Kisumu Day wamezipiga na wana St Joseph's Boys Kitale. Na nimeona kwamba jana hao vijana walikuwa wanacheza zaidi. Sijui unazungumziaje tu kwa hasa kibinafsi kuzungumzia kuhusu na St Joseph's Kitale, vile unaijua, na Kisumu Day jinsi unaijua? Kwa mwenzangu Chiteri, ukiangalia shule kama vile St Joseph's Kitale ni wale mabingwa wa mwaka uliopita pale bonde la Ufa kule Trans Nzoia kule. Waliweza kumpiga huyu Mwita St Anthony
Nakumbuka St. Joseph's Kitale ina kikosi ambacho ni kikosi ambacho kinakisumbua sana St. Anthony's Kitale pale. Na pia Kisumu Day sio shule ya hafifu vile. Ni mechi ambayo ilikuwa mechi ya kupendeza sana. Na pia kabla tuvuke kule Uingereza, tumeona lile kundi la Junior Stars wanaelekea Egypt. Limeweza kutolewa na wako katika kundi cha kama sijakosea, wanaye Zambia, Senegal na Sierra Leone. Na mechi ya kwanza huenda mwana Junior Stars chini yake Salim Babu wakaanza mechi ya kwanza na mwana Sierra Leone. Na hiyo mechi unajua itapigiwa kule Egypt. Ni zile AFCON qualifiers under 20. Waliweza kuqualify baada ya kucheza zile michuano za Sekafa na wakafika pale finali. Wakamaliza nafasi. Wanasema kwamba Kenya sisi huwa siku zote tunapigia upato zaidi Kenya kushinda, lakini sijui inakuanga namna gani wakifika ugani. Lakini si neno. Ukiangalia kama ile mechi ya Gabon, niliweza kutabiri kwa Kenya wampiga Gabon anga hata goli moja ama watoke sare. Lakini bwana Papa pia Henrik Aubameyang akasema nini? Akatipiga katika uga wa Nyayo. Na uliona kwamba matukio yaliyotukia katika uga wa Nyayo ni matukio mabaya zaidi. Unaona mbunge wa Mumias ya Mashariki, namzungumzia Peter Salasia, PK Salasia kunradhi, alionyesha kwamba ile kwamba wale wafuasi wa baba walimvamia PK Salasia. Lakini mimi kwa upande wangu naona kwamba PK Salasia ni mtu ambaye amejua kitu ambacho anakifanya, na angekuwa mtu mzuri. Yeye sio kiongozi wa kufanya nini, wa kuharibu kila siku kumsuta kinara wa ODM. Unajua kama wewe kiongozi lazima ukue kioo cha jamii. Unaelewa? Matukio yaliyotukia huko yalichafua sifa ya uga wa Nyayo. Na ukumbuke kwamba uga wa Nyayo ni uga ambayo tumekuwa tunasubiria sana ili tucheze ndani baada ya miaka 5. Na sasa kupiga kutoka hapo, naona jamaa amekuja tena alipata kichapo. Na Peter Salasia kichapo hicho kilimfaa, manake ukiangalia yale alikuwa masuala ya soka. Haiko yale masuala ya aingia pale PK Salasia aleta masuala ya siasa katika sport. Na kichapo alipokea ni kama alifunza somo. Alifunza somo, si ndio? Na Papa kesho leo kunradi leo ni siku ya mashemeji dabi. Nazungumzia FC Leopards dhidi ya wana Gor Mahia, uga ukiwa na Nyayo Stadium masani ya saa 10. Sijui wewe unapigia upato timu gani kushinda, kwa sababu tumeona awali nyuma Gor Mahia amekuwa akimpiga mwana FC Leopards. Tangu FC Leopards ikiwa inabeba mataji sasa hivi imebeba mataji mara 13. Ni mechi ngumu sana Chitiri. Ukiangalia ni mashemeji dabi ya kwanza, kocha huyo Mihich wa Gor Mahia. Na pia ukiangalia mwana AFC Leopards wanayo Fred Ambani mwenyewe. Na ni mechi ambayo nikiangalia Papa Hussein Mohamed, huyo ni rais wa FKF, aliweza kuwarai wale watazamaji mashabiki waweze kujaa katika uga ule wa Nyayo, kama vile ilivyoshuhudiwa siku ya Jumapili mechi kati ya Gabon na mwana Kenya. Na ni mechi ambayo nitakuwa neutral. Utakuwa katikati. Wewe unaona unatingikia katikati. Mechi ngumu sana, manake hata kama uvumi upo kwa mwana Gor Mahia huwa anamlemea mwana AFC Leopards. Ni mechi ngumu sana kwa timu zote mbili. Haya, hiyo ni mechi ambayo itakayokazwa leo. Mimi kama Papa Chiteri sio kama Intronix Media. Na ishabikia sana Ingwe. Toka nizaliwe baba anashabikia Ingwe, baba David Ongala mwenyewe akiwa pale maeneo ya Kisumu. Wale wako na pale branch yao pia Kisumu. Mimi kama Papa Chiteri naitakia sana timu yake Fred Ambani iweze kumlima Mihich mabao mawili kwa moja. Sijui wewe umesema tuko katikati. Naam, tuingie FA kule Uingereza. Nazungumzia Fulham dhidi ya Crystal Palace. Fulham dhidi ya Crystal Palace, hiyo jana mechi ilienda mabao 3-0. Ni mechi ambayo mimi sikuifuatilia vile, lakini kwenda kuangalia matokeo niliweza kushtuka zaidi. Ulishtuka? Mwana Crystal Palace kumnyuka mwana Fulham magoli 3 kwa yai. Na si yai tu, ambavyo nasema champilecho mlawidavi yai kubwa la kienyeji. Na ukiangalia mwana Fulham ana kikosi kizuri. Ukimwangalia wanaye Barnsley, wanaye Smith Rowe, wanao Iwobi. Wana wachezaji wazuri sana. Wanaye huyu anaitwa Muniz, the striker. Na ukimwangalia mwana Crystal Palace ukuja kumpiga mwana
mwana Fulham tena nyumbani No. magoli 3 kwa yai. Ni ujumbe ambao inapitishwa ikielekea katika quarter finali pale. Inasema kwamba quarter finali. Mechi ya Manchester City uliona walikuwa namna gani? Hao vijana hao walipiga jana pia quarter finali. Manchester City kunradhi ni kama wanakipiga leo. Leo mechi ambayo ilipigwa pale jana ikaelekea katika extra time. Ni mechi kati ya Nottingham Forest na Bournemouth. Bournemouth walipiga na nani? Bournemouth wanapiga leo na Manchester City. Na Manchester City. Sasa pale jana mechi ambayo ilipigwa ilikuwa ile ya Fulham na Crystal Palace, alafu Nottingham Forest wakikipiga na Brighton. Mechi ambayo walidhania story itajirudia pale ambapo kwenye ligi Forest aliweza kumpiga vibaya sana Brighton magoli 7 kwa yai. Pale jana mechi hiyo ilisha sare tasa dakika za kawaida. Pale extra time ikasha sare tasa bado. Ikabidi mchuano uamuliwe katika matuta ya penalty. Na mwana Nottingham Forest aliweza kumnyuka mwana Brighton matuta 4 kwa 3 kupitia mikwaju ile ya penalty na kumbandua nje. Na ni mara ya kwanza katika historia mwana Nottingham Forest kutinga katika hatua ya FA katika robo finali. Hiyo ni kule FA. Sasa papa anazungumzia club FIFA World Cup. Naona kwamba pale England watafungua dirisha la uhamisho mapema. Sijui tuzungumziaje kuhusiana na hilo. Ni uchaguzi uliweza kupigwa pale na walikuwa wanataka takriban timu 14 ziweze kupitisha huo ujumbe, na timu 14 zilipigwa kura, na inasemekana kuwa huenda dirisha la uhamisho likafunguliwa mwezi wa 7 tarehe 1 na kufungwa tarehe 10 ili kuzipisha timu za Chelsea na mwana Manchester City kutafuta wachezaji ambao watawasaidia katika kombe la Club World Cup. Ni kombe kubwa zaidi. Ukiangalia pia wakasema dirisha sasa rasmi litafunguliwa tarehe 16 lielekea mpaka mwezi wa 9 pale kama sijakosea. Na ukiangalia hiyo Club World Cup kuna timu ni timu nyingi zaidi, na ni kombe ambalo litakuwa la kusisimua mno. Ukimwangalia tunaye mwana Real Madrid, kuna huko Borussia Dortmund, timu ambazo zitaweza kutupa vunulu katika kombe la Club World Cup. Naam, alafu papa sijui kama umepitia kuhusiana na michuano ya katikati mwa juma. Naona timu ni Jamo itakuwa inapiga na wana Tottenham Hotspur ifikapo siku ya Jumanne. Sijui yako timu ni Jamo na itanga Arsenal. Itakuwa inazipiga na kina nani? Timu ni Jamo Arsenal itakuwa inapiga mechi pale tarehe 1. Na kuna tetesi kuwa papa Bukayo Saka anaweza kupiga jeramba na huenda akiingia katika kikosi ama akae pale kwenye bench akingojea wana Real Madrid. Na mwana Arsenal atakuwa anakipiga na mwana Fulham. Na ukumbuke kuwa mechi ya mkondo wa kwanza mwana Fulham alilazimisha sare ya goli 1-1 dhidi ya mwana Arsenal. Na mwana Arsenal anajua mechi hiyo ni ngumu, lakini anastahili apate angapo point 3, hata kama wanasema taji limeondoka pale na mwana Liverpool itabidi asukume hadi utepini pale. Na mimi kama Papa Chiteri, mimi na timu hii tuliwacharaza wale Tottenham Hotspur mabao 4 na tulitoka nyuma mabao 4-3. Na this time round nataka tuwacharaze kabisa. Niko na Nicholas Jackson amerejea, niko na kijana muite Papa Cole Palmer yuko pale amerejea, tuko na Lavia yuko pale, Madueke yuko pale. Nakwambia itakuwa kubwa. Na pia usisahau kwa magoli 3 kwa magoli 4 ambayo mlipiga mwana Spurs. Niliweza kumlaumu sana goalkeeper Ben Foster. Na sasa hivi goalkeeper wa mwana Tottenham Hotspur muite Kisiki Vicario amerejea yupo michumani. Sasa inamaanisha kwamba unanipiganisha kwamba mimi sitapiga. Wanao ukimwangalia biki wao Romero amerejea. Ukiangalia ni mechi ngumu ndio mwana Chelsea kama usemavyo kwako ni rahisi, maana ukiangalia historia huwa idangai. Mwana Chelsea ameweza kumlemea mwana Spurs. Angani ni derby pia la London. Mmoja anatokea kule South London, mwingine North London. Na ni mechi ambayo ukiangalia mwana Chelsea anaona ni rahisi, lakini mechi ngumu sana pia kwa mwana Chelsea na mwana Tottenham, na ni mechi ambayo itakuwa ya kufana sana pale. Naam, Papa Brian Mlavidavi. Ni nani ambaye ungependa kumsalimu tukifungasha masuala ya kugonga michezo? Ningeweza kumsalimu mwana Arsenal mwenyewe, mwalimu wa darasa wa mwana kidato cha 4 Papa Mkangai Jeremiah. Licha kupigwa siku ya Ijumaa finali ambayo tulipeperusha pale katika uga wa Shikoti, naweza kumsalimu pale aweze kupokea salamu zangu. Pia Bikitazi
ni mwalimu naibu wa mwalimu mkuu, na msalimu pia pale Bwana Nangabo, mwalimu mkuu wa shule ya St. Francis Xavier pale. Pia na msalimu pale unamuita mwalimu Ruben. Salamu pia zimefika. Pia mama mzazi muite Evelyn Kageha pale, na msalimu baba mzazi muite Andon Speed mwana Arsenal. Pia dada zangu na ndugu zangu pia nawarushia salamu pale. Na bado hujatuambia mitandao wa kufuatilia nani? Mitandao kijamii ni kuwakumbusha pale Facebook nitafute @binmutachi, pale TikTok nitafute Papa Mlavidavi, follow as you like, na pia pale YouTube utakuwa unanipata @BrianMutachi. Naam, mwanzo walivyosema kwamba Waswahili lisilobudi hubidi, nami Papa Chiteri hapa makao makuu ya Intonix Media kugonga michezoni na zifungasha. Salamu zimfikie mzazi Papa David Ongala akiwa na mamake muite Linet Ongala, tunamfikia pia msanii Omarize, alafu pia msanii J1 pamoja naye Papa Haliboi. Kuwa na siku njema mpaka wakati mwingine.